Bana nisikilize kitu kimoja kwanza. Yaani sisi sio lazima mpaka tupate pesa ndio tufly. Hatujawahi kupata pesa na tunafly na tunaishi kama wanavyotaka wao. Na sometimes wao wanatamani kuishi kama tunavyoishi sisi. Nyuki hapa kumbatiwi. Sawa Mioja zangu, yani sina haja kusema hapa niko sehemu gani. Lakini nenda zangu kitaani. Kwanza kuna kupata habari kwanza Tabora United. Alafu ngetoka hapo nenda zangu kwa Chikola. Kupata kidogo maneno matatu. Sawa Mshikilia maovu hapo. Jimmy Dozi. Azam Media mmebahatika kukutana na wazee wa Tabora, wazee wa mjini. Eneo hili kwanza maarufu Mkunguni ni sehemu ambao wanajivunia wako sehemu salama, wapo na mahakama ya mwanzo. Kwa ukileta mbambamba wanakutupa mahakamani. Mahakama ya mwanzo ni sehemu ambao kwanza ni mahakama. Ni mahakama, kuna mahakama ya wilaya na mahakama ya mwanzo. Kwa ni mamlaka. Ni mamlaka. Kwa hiyo tupo hapa sehemu sahihi, ni karibu na mahakama ya mwanzo. Yaani baada ya wilaya ndio unakuja mahakama ya mwanzo. Watu tuizungumzie Tabora kwanza, Tabora yenyewe kwanza, Tabora team. Tabora team kwanza. Tabora kabla huko kwako unapotaka huko tutakwenda. Sawa. Kwanza si mkoa kwanza, jambo la kwanza. Ndio maana yake. Nyumbani kwanza? Ndio maana yake. Sawa. Watu wa Tabora mmeipokea vipi? Yaani mapokezi ya Tabora, mkoa ambao muda mrefu hakunaga timu ligi kuu. Imekuja timu ya ligi kuu na mpaka sisi tunakuja huku kwa sababu kama hamna timu si hatuji huko. Sawa Yaani mmeipokeaje Tabora United kuwa ligi kuu Tanzania bara? Yaani mapokezi yenu. Niseme tu kwanza tumejivunia kuwa na timu ya ligi kuu. Hadi tunavyoongea hadi leo naongea kwa kujiamini kwa sababu tuna timu ya ligi kuu Tabora United. Tabora United sio itazame kama unavyoiona. Tabora United kwenye ligi kuu ipo nafasi ya 5. Ni kwa kweli tunajivunia kuwa na timu ya namna hiyo. Kwa hiyo hadi tunavyoongea hadi ligi inakamilika nafasi ya 3 ya 4 tunahitaji Tabora United. Tabora United akimfunga Yanga na Simba, wewe unafanya afungwe nani kati ya hizi timu? Yaani Tabora anacheza na Yanga, Tabora anacheza na Simba. Wewe unataka nani afungwe kati ya Simba na Yanga na Tabora? Tabora United tunavyoongea natamani akicheza na Simba amfunge. Akicheza na Yanga amfunge. Sema sasa. Nachosema sasa sikipo. Bahati mbaya Tabora United tunakutana na Simba. Simba ituzidia kila kitu. Katupiga ugenini, katupiga nyumbani. Hapa ndio chimbuko hii Tabora United. Yaani mimi nataka kujua hayo maneno na unyenyembe manake. Unyenyembe wazee wetu sasa. Nadhani watatusaidia neno maana ya unyenyembe. Lakini unyenyembe ndio kitovu cha Tabora United. Timu ya Tabora ina wageni wengi sana. Sawa Lakini Watanzania wapo. Yuko Mtanzania ndio anayeongoza kwa magoli. Yaani timu nyingine kutoka nje, gharama kubwa, vibali nini. Lakini yuko Mtanzania anaitwa Chikola. Ana goli 7. Unazungumziaje ile ni Mtanzania ndio anaongoza kwa magoli na wageni wapo. Wakina Elitie Makambo lakini Chikola ndio anaongoza kwa magoli. Huyu ambao ni mwenyeji ambao tunajivunia Chikola na magoli mengi. Naweza nikasema kwa sababu hawa wageni wanacheza bila uchoyo. Kwa hawa wageni ndio wanapelekea huyu Mtanzania aonekane kufunga magoli mengi. Kwa hawana uchoyo, akipata nafasi wanatoa pasi anafunga. Chikola namkubali. Ni mchezaji mzuri. Nadhani ni story sio kwamba kwa timu ndogo. Nadhani tunavyoongea Chikola hata Yanga akiwa karibu akimuona mbio. Yaani Yanga akimuona hivi mbio ninavyokuambia. Afu mbona unaisema sana Yanga? Nadhani nachoongea ngoja nikutafutie mtu. Hapana. Timu
Ngoja ngutafutie mtu wewe uwezi muda wote Yanga. Mimi nishakuelewa. Hapana. Niache ngutafutie mtu. Unavyonifikiria ni tofauti. Unavyonifikiria ni tofauti. Yaani wewe Yanga. Yanga unahitaji sana. Sasa nahitaji sana, si umeona Chikola alichofanya? Chikola alichofanya umekiona. Bana. Hapa siongelee ushabiki. Hapa siongelee ushabiki. Tunahama mada. Tunahama mada. Tunakuja huko. Sawa, tunahama. Tunakuja huko. Sawa. Huyu bwana yeye hapa kila dakika. Ndio, exactly. Yanga. Ndio. Sasa mimi nataka sasa mtu sasa muhusika mwenyewe wa Yanga. Ndio niko hapa. Sasa amepatikana. Sawa. Anawasakama, yani mimi anawasakama sana. Mimi anakapa kiwake kinuke. Wao hujamsikia huyu hapo. Nimeelewa sasa kama nini? Nimempiga 3 kwake. 3 kwake, tupo ilikuwa KMC. Chamanzi kwake. Ilikuwa KMC. Chamanzi. Chamanzi umri unaenda sawa. Chamanzi. Ndio Yanga ndo akaama. Ameama si kwa sababu ya ushirikina. Ushirikina ndio umemhamisha. Baada ya mechi ile. Baada ya hiyo sasa. Baada ya kumpiga. Ndio kuhamia KMC. Lakini ukweli baada ya kupigwa ndio umehama uwanja kwa mujibu wa huyu. Kwa mujibu wake ndio anazungumza. Ni maneno yake. Tabora baada ya kukupiga. Ni maneno yake tu. Kwa hiyo ulifungwa na Tabora na hiyo lakini. Kufunga tulifungwa 3 bwana. Lakini wao wanaweza kumfunga wapi? Namfunga kwake naita. Sasa 3, yes, kanipiga 3. Mimi napiga 6. 6 battalion, 6 mundi, 6 majeshi. Naweza nikasema anachosema sasa ameingiza ushabiki. Huyu wa kimataifa anaonekana. Ameingiza ushabiki. Mataifa yapi? Huyu anaonekana ni hiyo inafahamika. Mataifa yapi? Sasa tuongelee ya ndani. Ukisema tuongelee ya nje hatuwezi tukafika. Mimi ukitaka uongee na mimi kimataifa nitafutieni wa kimataifa. Naongea wa kimataifa. Kwa hiyo saizi tuongelee ya ndani tu. Huyo wa kimataifa hayupo. Unanifananisha na hawa tena. Tuongee tu ndani. Kimataifa huyo hayupo. Anasikia tu. Au kweli si huyo aongee. Kama unataka point aongee kama yupo kimataifa. Eti kimataifa huko. Nipo. Sasa ni asili. Nipo. Hiyo ni ubishi wa asili. Kimataifa gani unashiriki? Kalbingwa. Klabu bingwa? Atakuwa kasahau. Muuzie tarehe. Ngoja bila kwenda huko. Nadhani kimataifa wanaoshiriki ilichezeshwa draw. Haya, timu gani waliopangiwa draw? Tarehe yangu ni tarehe 8. Tarehe 8. Sasa uone kama nimesema mnaleta ushabiki. Kama ni ndani tuongee. Ukisema tuongee kimataifa nitafutieni wa kimataifa niongee nao kimataifa. Kwani Simba na Yanga timu gani kubwa? Simba na Yanga timu gani kubwa? Iliyotangulia inafahamika ni Yanga. Kwa Yanga kubwa kuliko Simba. Yaani kwa kuzaliwa, tunaongelea kuzaliwa. Unaweza kuzaliwa lakini akili una ukubwa nani ukubwa wa nini? Yaani ukubwa kwenye bara letu la Afrika. Kwa bara letu la Afrika ukiongelea ukubwa inafahamika Simba. Afrika kuna baadhi hata Yanga ukimuuliza haifahamu. Hiyo tusiongelee sasa labda ushabiki. Tunaongelea pointi. Sawa Kuna sehemu ambayo ukienda labda mfano tunaongelea hata Misri. Ukifika jezi zimesambani za Simba Sport Club. Kwanza hadi tunavyoongea umebahatika kukutana na msemaji wa mkoa wa Simba Sport Club, Isa Ismail Salum. Wala hujakosea. Sasa hao naongea nao kidogo labda wanaongelea ushabiki. Mimi ninavyosema nitafutieni wa kimataifa, nitafutie wa kimataifa. Kwa ni jinsi gani ndugu yangu? Wewe ni msemaji wa Simba mkoa wa Tabora. Yaani Ahmed Ali akija yeye hapa mimi hapa. Yaani mambo yanaenda, yaani wala hawajakosea. Kwa umebahatika kwanza kukutana na msemaji wa Simba Sport Club. Hao wengine tunacheza nao tu ndani tu. Yanga ameniangusha hapa kwa mkunguni, Yanga ameniangusha. Wapo lakini wanajua. Msemaji anatamba hivi. Yaani sio natamba, yaani naongelea ukweli. Yanga mmekuwa wanyonge hivi jamani. Sasa shida ni yaani hamna mada inazungumziwa. Mada ipi inazungumziwa? Kwa sababu naruka tu kama maharage. Naruka. Sasa maana nasema hivi, aseme hivi. Hivi sijui mnanielewa? Kama unazungumzia nimesema hivi tuongee. Kwa sababu hapa tunazungumzia ligi ya ndani. Ndio mkuja kwa lengo hilo. Sasa huyo maana kimataifa yaje? Mataifa yapi? Kama hapo mtakuwa. Kwa sababu hapo mkuja kuzungumzia ligi ya ndani au ligi ya kimataifa? Nimejibu swali. Nimeulizwa mimi ni wa kimataifa au ni wa ndani? Hivi unanielewa? Nimesema tunaongelea mambo ya ndani au ya nje. Nikasema kama ni ya ndani tubaki ni ya ndani, tuongelee Tabora United na Yanga.
Ustazi kwa sababu Swaumu alafu huyu bwana amejisifu sana. Amesema kwamba timu yake ya Simba ndio timu ambayo inatambulika Afrika. Sio duniani. Afrika. Nasema Afrika. Lakini nasema uongo. Sio kweli. Sio kweli. Hata kama kujulikana Yanga inajulikana kuliko Simba. Nataka nikuhakikishie hilo. Kwa hiyo huyu bwana hajasema kweli, kwanza akasema uongo. Yanga inatambulika Afrika na dunia nzima. Ndio. Lakini sio kweli kwamba Simba ndio inatambulika Afrika tu. Na kama unataka kuthibitishia huyu bwana amesema hata ukienda Misri utakuta jezi nyingi za Simba Sports Club. Lakini namuuliza, je, una passport ya unaenda Misri? Unauliza tena kitu cha kawaida. Yaani hapo ameuliza Vumbi Store. Store unakosa vumbi? Store vumbi uwezi ukakosa. Yaani mizigo imejazana. Unataka passport au unataka visa? Unataka passport ndio unahitaji. Hamna shida. Wala hamna shida. Ndugu yangu, ukiwa nao hii hapa unavuka sehemu yoyote. Ukiwa nao hii hapa unaiona sijui. Sasa kama unahakisha hii hapa ukiwa nayo unavuka sehemu yoyote. Bila hii hapa, kuna hii hapa unaweza ukapata hii hapa. Ndugu yangu, unapata hii hapa ni kitambulisho ambacho alituletea mheshimiwa wetu. Mjomba, niko vizuri, asijichanganye. Mjomba, niko vizuri. Mjomba, naishi Tanzania kwa faida, nikiwa na vitambulisho maana yake ni faida. Hiki hapa ni NIDA. Hii NIDA inamaanisha sehemu yote unavuka. Yaani ukionyesha wewe ni Mtanzania halisi unavuka. Kwa hiyo asijidanganye kuniuliza passport. Bana, kwa masuala ya vitambulisho umefeli. Sijafeli bado. Bado sijafeli kwa sababu NIDA hata mimi ninayo. NIDA ninayo, kadi ya Yanga ninayo. Lakini ndugu yangu hapa wewe unataka passport, unaonyesha kadi ya Simba. Tuoneshe hiyo kadi. Unaonyesha kadi ya Simba. Tuoneshe hiyo kadi. Unaonyesha nayo kadi iko na soft copy hapa. Unatembea na copy vipi? Natembea na soft copy. Mjomba, unatuonesha simu. Niko sawa sawa. Mjomba. Niko sawa sawa, soft copy. Bana, wewe mechi ya Tabora na Yanga unakuwa nyumbani kwanza au? Kwanza nataka kusema hivi. Mechi ya Tabora na Yanga, mimi wasiwe mnafiki. Mimi niko Yanga. Nisiwe mnafiki. Kwa sababu hapa Tabora kama unavyosikia hapa mwenyekiti ambao wahusika wa timu wameshasema wao wameshajidhandabaisha kwamba wao ni wenye viti na wasemaji wa Simba. Sio, unanielewa? Ndani ya viongozi wa Tabora. Kwani Yanga na Simba nyinyi hamwezi kukaa sehemu moja mkaelewana? Yaani tunaweza tukakaa. Hatakuwa tunakaa mpaka kufikisha timu hapa. Watu na maana wanakaa. Mpira kaija tu. Ikishakuja hii swala basi. Kwa sababu mpaka sasa hivi tunatambua watu wa Yanga mkoa wa Tabora, tunatambua kwamba Yanga ni Tabora United ni tawi la Simba. Sio kweli? Ni tawi la Simba. Na huyu bwana amesema yeye ni mwenyekiti na msemaji wa klabu mkoa wa Tabora. Kwa hapa mpaka sasa hivi nasema sisi mpaka sasa hivi wana Yanga tulioko Tabora. Tunasema hivi, Tabora tumetambua kama ni tawi la Simba rasmi. Na hii wala bila unafiki, nasema ukweli, bila unafiki wala nini. Viongozi wananiona. Hadi leo tunavyoongea timu yetu tunatafuta mdhamini. Tabora United hatuna mdhamini. Kwa ni jinsi gani hadi tunavyoongea ana goli 50 na kidogo Yanga. 58 kama sijakosea, ana 58. 8 amezifunga ambazo hajazipa nini? Hajazipa mkataba. Simba kiwemo. Na Simba kiwemo sifikisu. Magoli 50 yalobaki sasa ndugu yangu. Mtu kapigwa 5, kapigwa 6, kapigwa 4, kapigwa sijui 5. Zote zile timu ni ambazo zilizodhaminiwa. Timu ambazo hazijadhaminiwa tunapoongea anapata moja tena kwa mbinde. Sio mbinde tu. Wewe mbona unaongelea jikoni? Njoo sebleni huku. Wewe unaongelea jikoni? Wewe toka huko njoo huku. Wewe njoo huku. Ubaya unaongea sebleni. Wewe njoo. Haya mjomba, unavyoongea nasikia wanaongelea kibarazani. Badala waje huko wanaongelea kibarazani. Wanasema goli 5. Wewe kwanza unaonekana wamekushinda. Hawawezi. Sijaona mtu ambaye anaweza akakanyaga. Nasema hivi tunavyoongea wanajua labda kufunga ni labda sijui niseme labda ni adhabu. Unaona huyo hapa anasema ni swaumu. Kila mmoja ana swaumu. Lakini tunachoongea ni halisia. Anasema goli 5. Mimi Yanga sijamfunga 5. 2012 utasikia alikuwa hajazaliwa huyu. 2012 hajazaliwa. Ananiambia mwaka gani alikuwa hajazaliwa. Kwa hiyo tunaongea na ile kauli inaendelea kuua hai. Twende kwa Chikola moja tumsikie Chikola naye anasemaje. Maana tumsikize Chikola naye, naenda kwa Chikola kwa kumsikia Chikola anasemaje.
Bana, mambo vipi kwanza? Poa kaka. Asante sana. Hongera. Asante sana. Unaongoza kwa goli 7 kwenye timu. Na goli 7. Yes. Hivi ulitokea Morogoro sio hivyo? Mimi ni mzaliwa wa Morogoro, wilaya ya Mvomero. Mvomero. Hivi Mvomero ndio hii unaelekea kama unaenda Manungu. Tuliani. Kwa hiyo wewe ni sawa na Mtibwa? Nimepita under 20. Under 20 Mtibwa. Kwa hiyo Mtibwa ni moja kati ya timu ambayo imezalisha wachezaji wengi. Sawa. Kitu ambacho pekee ambacho hata watazamaji na mashabiki wataniona mimi sina na matatizo. Umewapiga Yanga Afrika goli 2. Lakini lile goli la kwanza kulikuwa na Bakaria. Kulikuwa na Aucho alisogea. Lakini wewe ukaamua kupiga alafu mbali. Kipo Diara ulimuona? Yaani nataka kujua kwa nini uliamua kupiga ule mpira mbali? Situation nafikiri unaikumbuka. Situation naikumbuka. Na walisogea wale mabwana pale kwako wote wawili. Kwa nini ukataka kuwapita ukaamua kupiga mbali? Kwanza lile goli la kwanza lilikuwa ni shambulizi tulilolitengeneza kutoka nyuma, kama na kumbukumbu vizuri. Ndio hivyo. Ule mpira nilianza kurushiwa mimi ukawa umezunguka huku, lakini ulivonikuta kule, ina maana tayari watu walikuwa ulivonikuta ule mpira, ina maana tayari wote tulikuwa tunaenda mbele. Lakini mara nyingi naweza kawa natoa siri yangu. Mnongoneze yani sisi tunatumia mguu wa kushoto, unatokea kulia, na maana ukideshi ni sana. Kwa hiyo wakajaa. Kwa hiyo yani mfumo na wakaja vile vile. Kwa hiyo ikawa wepesi mimi kufanya maamuzi yaliokuwa sahihi. Yani ninakuwa kwamba mpira ukiwa unachezwa huku, sheria za goalkeeping. Mwanangu njoo kabisa hapa. Huyu hapa tunamezana naye mwanangu. Unavyokuwa unahamishwa huku. Nyima hela ya ubingwa huyu. Unavyokuwa unahamishwa. Jezi yako hivyo. Jezi yako hivyo bana. Mechi ya Yanga. Wewe mwache utamkopata hapa yani na goalkeeping wanavyokuwa. Ina maana mpira unapokuwa upande wa huku, ina maana yeye atasogea kuja huku. Kwa hiyo ndio maana hata kwenye mazoezi mnafundishwa kama anakuwa huku, ina maana wewe target yako inakuwa sehemu ambako hayupo zaidi. Kwa hiyo ndio maana imekuwa rahisi. Mwanangu, big up, hongera sana, mimi nimefurahi. Bana, hiki kilikuwa kijue ndani ya Tabora. Ciao.